Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi ya pekee ambayo ametupatia katika maisha yetu. Jina lake litukuzwe sana. Hivyo niwakaribishe ndugu mnaotufuatilia kupitia channel yetu ya Imani na Maombi TV katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube, Facebook, Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Karibuni nyote, mnakaribishwa. Leo katika mjadala wetu wa lesoni tuko somo la 3 lenye kichwa kinachosema makumbusho ya neema. Makumbusho ya neema, ikiwa ni Oktoba 11. Fungu la kukalili linapatikana katika kitabu cha Yoshua ile sura ya 4 na fungu la 23 hadi 24. Nalo linasema, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyekausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka, watu wote wa dunia wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Basi tuombe. Baba yetu, rafiki yetu, Mungu wa pekee, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa saa mwingine tena ambao umetupatia tafakuri ya pekee katika maisha yetu. Ninaomba endelea kutupatia Roho Mtakatifu sasa, ili atupatie mafunuo mapya kwa ajili ya ukuu, uweza na utukufu wa jina lako. Asante sana Baba kwa kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Makumbusho ya neema. Ni lazima katika somo hili tutaangalia jinsi ambavyo tunapaswa tukumbuke Mungu anavyotupenda na anavyotujali. Hapa ametolea kisa cha afisa polisi mmoja. Anasema afisa polisi alitoa ishara iliyompasa jioni kuegesha gari pembeni. Afisa akaomba kuona leseni ya udereva, na wakati huo John akatambua kwamba alikuwa ameacha pochi yake ikiwa na leseni yake ya udereva ofisini. John alielezea kilichotokea, na yule afisa akauliza juu ya kazi ya John. John akauliza juu ya kazi ya John. John akamwambia kwamba yeye ni profesa. Yule afisa alipompatia John tiketi, alimwambia afikirie kama faini. Akasema hii ni ada ya mafundisho. Watu wanapotoka kujifunza kitu fulani huwa wanalipa ada. Hii ni ada ya mafundisho kwa ajili ya kujifunza kutokusahau leseni unapokwenda kuendesha gari. Uwe na siku njema profesa. Kumbe kuna ada kwa ajili ya kitu fulani ambacho tunakiona sasa kati ya huyu afisa polisi pamoja na profesa. Afisa polisi anatoa faini kama ada juu ya kuwa asiwa na sahau, yani iwe kumbukumbu alipia ujinga aliyofanya. Anaenda kwa kusema kwamba kama wanadamu huwa tunao mwelekeo wa kusahau vitu ambavyo haviko machoni mwetu wakati wote. Kumbe ti wanadamu tuna mwelekeo muda wote wa kusahau vitu ambavyo haviko machoni wakati wote. Huwa tunasahau kujibu simu tulizopigiwa, kujibu nyaraka pepe, kumwagilia mimea, kutuma salamu za kuwatakia heri wanaoazimisha sikukuu za kuzaliwa na kadhalika. Orodha huwa ndefu. Hata hivyo, kusahau juu ya mahitaji yetu ya kiroho kunaweza kuwa na matokeo ya kutisha. Kumbe tunaposahau mahitaji yetu ya kiroho, anasema yanaweza kuwa na matokeo ya kutisha zaidi kuliko kupigwa faini. Hasa kwa sababu tunashughulikia kila ambacho hasa ni majaliwa yetu ya milele. Unaposhindwa kujali hitaji lako la muhimu, ni hatari sana katika maisha yako. Kama kuna kitu ambacho wanadamu tulipaswa tukae nacho makini, hatukustahili kusahau mahitaji yetu ya kiroho. Kwa nini? Ni kwa sababu mahitaji yetu ya kiroho yanatufanya kushughulikia hatima yetu ya milele.
sio matokeo ya muda mfupi, ni matokeo ya milele. Sasa hii neema ambayo sasa tunaenda kuangalia makumbusho ya neema, tutaenda kujifunza jinsi ambavyo Kristo ambaye amelipa kile ambacho Kristo amekifanya pale msalabani, jinsi ambavyo Kristo anatusaidia hatua baada ya hatua, siku baada ya siku, kwa ajili ya kufikia mahali fulani. Kwa maana nikupendekezee kwamba yapaswa tushughulike kabisa siku baada ya siku kwa ajili ya matokeo yetu ya milele. Na ndio maana tukiangalia katika sura ya Yoshua, tunaona jinsi ambavyo Mungu anawatendea mambo makubwa katika kukausha maji ya mto Yordani. Anawakumbusha, lengo la kuwakumbusha ni kwamba waone jinsi Mungu alivyo mwenye rehema na mwenye uwezo katika maisha yao. Hata na sisi leo Mungu anatukumbusha kwamba sambamba na udhaifu tulio nao, sambamba na dhambi tulizo nazo, kumbuka sihalalishi dhambi hapa. Ninachotaka nikusema ni kwamba sambamba na dhambi tulizo nazo na udhaifu tulio nao, bado damu ya Yesu ni ya thamani katika maisha yetu. Tunapojikuta tunaona tufai na tustahili, tuangalie pale msalabani, tunaweza tukakumbuka. Ndipo anasema kwamba makumbusho ya neema ni kukumbuka kila ambacho Kristo tayari ameshatutendea katika maisha yetu. Nikupendekezee ndugu, katika maisha yako ni lazima uweke kipaumbele masuala ya kiroho. Mahitaji yako ya kiroho yanapaswa kuwa kipaumbele kuliko kila kitu katika maisha yetu. Yesu anatamani mkabidhi maisha. Hakuna kitu cha thamani na cha maana ambacho Yesu anakipenda kama kumkabidhi maisha wewe. Mpatie Yesu maisha yako, ndo kitu ambacho Yesu anakipenda sana katika maisha yetu. Basi tuombe. Baba mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante sana kwa upendo, huruma na utu wako katika maisha yetu. Jina lako lihimidiwe. Roho yako Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nasi. Sema nasi, ongea nasi, nong'oneza nasi, siku baada ya siku, saa baada ya saa, hatua baada ya hatua, wakati baada ya wakati, kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako. Roho yako Mtakatifu aendelee kuwa ndani yetu, akitufundisha namna ya kukataa ubaya na namna ya kuepukana na dhambi kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako. Kikubwa Mungu wa mbinguni, tunakuhitaji wewe zaidi kuliko kitu chochote hapa duniani. Tunakuhitaji wewe zaidi kuliko muujiza wowote ule hapa duniani. Asante kwa sababu uko pamoja nasi. Mwanzo wa maisha yetu hadi mwisho wa maisha yetu utaendelea kuwa pamoja nasi. Hauwezi ukatuacha Baba mbinguni. Tusaidie hata na sisi tusikuache. Tukupende Mungu wa mbinguni, kwa sababu unatupenda upendo usioelezeka. Hata na sisi tusaidie Mungu wa mbinguni, tukupende katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika familia zetu, mahali popote tunapokuwa. Mungu wa mbinguni, tusaidie tukupende. Asante kwa sababu uko pamoja nasi. Ni katika Yesu Kristo, amina. Mungu wa mbinguni abariki sana.